Kuna ripoti ya kutisha sana iliyochapishwa jana Disemba 19 ya 2025 ikielezea kwa undani yaliyojiri nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29 hadi hivi karibuni. Kama unafahamu, maelfu ya Watanzania waliuawa na watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama walioamriwa na Samia Suluhu Hassan. Ripoti hiyo imechapishwa na taasisi ya kimataifa inayohusika na masuala ya haki za binadamu ya Amnesty International na imechapishwa hapo jana. Kwa kifupi ni kwamba ripoti hii imetokana na utafiti uliofanywa nchini Tanzania, na utafiti huo umefanyika kwa takriban mwezi mzima kuanzia Novemba 3 hadi Novemba 28, na taasisi hiyo ya Amnesty International ilifanikiwa kuongea na watu wa makundi mbalimbali ambao walihusika moja kwa moja na yaliyojiri kuanzia hiyo Oktoba 28. Kwa hiyo ripoti inaeleza kwamba kulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu yaliyofanywa na vyombo vya usalama, ambapo risasi zililengwa moja kwa moja. Kwa hiyo hazikuwa risasi zilizopigwa juu kwa kutisha. Kawaida kukiwa na kama maandamano, watumishi wa vyombo vya usalama kama vile polisi wanatakiwa kupiga risasi juu na sio kuwalenga watu, lakini hiki ndicho kilichotokea. Walilenga watu na idadi kubwa ya watu waliuawa. Pia ripoti hii inaonyesha kile ambacho wengi wenu mnafahamu, kwamba idadi kubwa ya mauaji ilitokea kati ya Oktoba 29 na Novemba 3, takriban zile siku 5 za mwanzo. Na mnakumbuka kwamba katika siku hizo 5 mtandao wa internet ulikuwa umezimwa. Kwa hiyo mtandao licha kuzimwa ili taarifa zisitoke nje, inaonekana bayana, na hata Amnesty International wanalizungumzia ili kwamba inaonekana mkakati ule ulikuwa ni makusudi kwa ajili ya kuua watu wengi kadri itakavyowezekana. Kwa hiyo katika hizo siku 5 za mwanzo, Oktoba 29 mpaka Novemba 3, ndipo mauaji mengi zaidi yalitokea. Hata hivyo, mauaji yaliyofuatia, kwa sababu maandamano yalikwisha hiyo Novemba 3, lakini wimbi la mauaji liliendelea hadi hivi karibuni, na hili wimbi la pili lililenga zaidi makazi ya watu. Na utafiti uliofanywa na Amnesty International na kuthibitishwa na watu mbalimbali, wahanga mbalimbali, ni kwamba polisi walikuwa wakienda kwenye majumba ya watu, polisi pamoja na watu wengine ambao walikuwa wamevalia kiraia lakini walikuwa na silaha, walikuwa wakienda kwenye majumba ya watu wakipiga risasi, wakitumia mabomu ya machozi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabomu ya machozi ambayo yalirushwa kwenye makazi ya watu na kupelekea vifo sio tu vya vijana, lakini pia kuna wanawake na watoto pamoja na wazee. Kwa hiyo kwa mujibu wa katibu mkuu wa taasisi hii ya Amnesty International anaitwa Agnes Callamard, anaeleza kwamba jeuri zilizofanywa na vikosi vya usalama kwa waandamanaji na wananchi waliokuwa wakifanya shughuli zao za kawaida zilikuwa za kutisha sana na kwa hakika hazikubaliki. Kwa hiyo kati ya Novemba 3 hadi 28, Amnesty International iliongea na watu kadhaa, ikiwa ni pamoja na walionusurika katika mashambulizi hayo, na wengine ni majeruhi ambao walipigwa risasi lakini wakanusurika, mashahidi walioona matukio yaliyojiri nchini Tanzania, lakini pia wanasheria wanaoendelea kuwasaidia wahanga wa hayo matukio yaliyojiri hiyo kuanzia Oktoba 28. Kadhalika hawa watafiti wa Amnesty International waliongea pia na wataalamu wa afya, kwa maana ya madaktari, manesi na watumishi wengine wa taasisi za afya. Vile vile Amnesty International waliishirikisha kampuni ya uchunguzi wa kidijitali inayoitwa Evidence Lab, na hii ndio ilithibitisha kuhusu maiti mbalimbali ambazo picha zilipatikana na video mbalimbali zilizokuwa zikionyesha idadi ya watu waliouawa. Kwa hiyo anasema taarifa hii inaeleza kwamba watumishi wa afya katika hospitali za umma jijini Dar es Salaam, Arusha na Mwanza walieleza Amnesty International kwamba watu wengi wenye majeraha ya risasi waliletwa katika hospitali hizo hasa tarehe 29, 30 na 31 mwezi Oktoba, na wengi walikuwa ni vijana wa kiume, lakini pia kuna waliojeruhiwa ambao walikuwa ni wanawake pamoja na watoto. Na maeneo mengi ambayo yalikuwa na majeraha yalikuwa ni vichwani, kwenye viuno, miguuni, kwenye shingo, maeneo ya tumbo, sehemu za makalio, kwenye mgongo pamoja na kwenye kifua. Na mtumishi mmoja wa hospitali jijini Dar anasema kwamba tangu aanze kufanya kazi kwenye hospitali miaka 15 iliyopita hakuwahi katika maisha yake
kuona idadi kubwa kabisa ya maiti, lakini pia idadi kubwa ya majeruhi walioletwa katika hospitali hiyo. Vile vile wafanyakazi katika hospitali katika majiji ya Arusha na Dar es Salaam walisema kwamba miili mingi ya watu iliyoletwa katika hospitali zao ililazimika kubaki nje kutokana na ukosefu wa nafasi kwenye mortuaries, zile vyumba vya maiti. Kwa hiyo kulikuwa, kwa mfano, katika utafiti wa uchunguzi huu unaonyesha kwamba katika hospitali ya Mwananyamala kulikuwa na angalau miili 70 iliyokuwa imelazwa sakafuni nje ya chumba cha maiti, kwa sababu chumba cha maiti kilikuwa kimejaa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa wakati huo ushahidi ulipopatikana kulikuwa na maiti nyingine ndani, lakini hizi zinazozungumziwa angalau 70 zilikuwa nje ya hospitali ya rufaa ya Mwananyamala. Kadhalika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza, hospitali ya Sekoture, pia kulikuwa na miili kadhaa iliyopangwa juu ya viti vya kubebea wagonjwa katika hospitali hiyo. Lakini jambo la kusikitisha katika haya matukio na haya katika hospitali, baadhi walishuhudia kunguru wakila nyama za kwenye maiti zile ambazo zilikuwa, kwa sababu maiti zilikuwa ziko nje. Kwa hiyo baadhi walishuhudia kunguru wakila nyama. Yaani ni unyama wa kupindukia kwa hakika. Pia wameongea hawa Amnesty International waliongea na mtu mmoja, na dada mmoja anaitwa Maria mwenye miaka 28, akieleza kuhusu jinsi mumewe alivyopigwa risasi na kuuawa, kwamba polisi walipiga mabomu ya machozi maeneo ya mtaani, na baadaye walimpiga risasi mumewe, na akasikia watu wanasema kuwa kuna mtu ameuawa. Alipoenda kuangalia shati la yule aliyeuawa akagundua kuwa ni mumewe. Kwa hiyo alifariki huyu mumewe. Na pia mtu mmoja anaitwa Paul Kingi mwenye miaka 46 alilazimika kutoroka nchini Tanzania na kwenda Kenya kwa ajili ya matibabu. Yeye alipigwa risasi huko Goba Oktoba 29, na anakumbuka kwamba polisi walionekana wakirandaranda nje ya maeneo hayo, lakini baadaye wakaanza kurusha risasi kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo huu ni uthibitisho kwamba lengo hasa la polisi lilikuwa ni kuua, wala sio kama kudhibiti maandamano, kwa sababu maandamano yalikuwa maeneo mengine na yalikuwa yameshadhibitiwa kwa kiasi kikubwa, lakini wao waliendelea na hiyo operation ya kuua. Kadhalika Amnesty International inasema kwamba ilipokea ripoti kuhusu kwamba polisi na maafisa wa usalama waliokuwa hawajavalia sare walikuwa wakitumia silaha. Kama unavyokumbuka, kulikuwa na hizi taarifa za yale magari ambayo yalikuwa yamebeba wale watu wamevaa kininja, magari meupe yale, zile Land Cruisers nyeupe ambazo zilikuwa zimebeba watu wamevaa kininja lakini hawana uniform. Hata hivyo walikuwa na silaha, na hawa ndio wanatajwa kwamba wameua watu wengi sana. Ripoti ambayo haipo humu kwenye hii ya Amnesty International, kwa mujibu wa maelezo, inadaiwa kwamba wale jamani wa kutoka kikosi cha idara ya usalama wa taifa. Kikosi hicho kiliundwa baada ya ile sheria mpya ya usalama wa taifa mwaka 2023. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kile kikosi kimeundwa, kinaitwa ni cha kupambana na ugaidi, na hicho ndio kilichoshiriki kwa kiasi kikubwa kupiga watu risasi na kuwaua. Ndio wale jamaa waliokuwa kwenye zile Land Cruiser. Lakini pia taarifa nyingine zinadai kwamba zile Land Cruiser pia zilikuwa zimebeba watu wasiojulikana, kikosi cha Mafwele, na pia inadaiwa kuwa kuna hao wanajeshi kutoka Uganda ambao walivalishwa kiraia, nao walikuwa wakishiriki. Kwa hiyo ilikuwa ni mchanganyiko wa watu mbalimbali wenye lengo la kuwatoa watu uhai. Pia anasema kwamba kuna shahidi mmoja aliongea na Amnesty International, anaeleza kwamba kuna watu waliokuwa wamevalia sare za polisi Oktoba 30 walitupa mabomu ya machozi barabarani karibu na soko la Sirare, na kisha wakapiga risasi mbele ya duka ambapo rafiki yake alikuwa amekaa hapo dukani, na walimuua papo hapo wakati yeye alipata jeraha la risasi kichwani. Pia hii taasisi ya uchunguzi wa kidijitali ya Evidence Lab ya Amnesty International ilithibitisha video zilizoonyesha matumizi makubwa ya nguvu ambayo yalikuwa na malengo ya kutoa uhai. Kwa hiyo kwa mujibu wa uchunguzi, lengo lilikuwa sio tu kudhibiti maandamano, lakini lengo lilikuwa ni kutoa uhai. Nasema katika video moja, mwanamke mmoja miongoni mwa watu walikuwa wakikimbia barabarani huko Arusha, zilisikika sauti zinazofanana za risasi. Kwa hiyo mwanamke huyo alikuwa anakimbia, baadaye alianguka na akainuka baada ya muda mfupi kwa msaada wa mtu mwingine kabla ya kuanguka tena. Lakini baada ya katika uchunguzi inaonyesha kwamba yule mwanamke alikuwa amepigwa
risasi. Kwa hiyo kulikuwa na wamepata video nyingi zinazoonyesha yaliyojiri. Kadhalika kuna mtaalamu mmoja wa masuala ya afya aliangalia picha zilizotolewa kutoka katika hospitali moja huko Arusha, ikionyesha kwamba picha na video za waliojeruhiwa zinaonyesha ushahidi wa wazi kabisa wa majeraha ya risasi za kasi ya juu kwa aina iliyozalishwa na bunduki za kijeshi, kwamba kuna maelezo kwamba hizi risasi zilizotumika wakati wa kuua watu ni kama zililengwa maalum kwa ajili ya kusababisha madhara makubwa. Mnaona picha nyingi uko mtandaoni za hawa waliopigwa risasi zimeacha shimo kubwa katika miili. Kwa hiyo ni aina ya risasi ambazo ikiingia mwilini inalipuka kama bomu. Kwa hiyo inaacha lengo ni kusababisha maximum damage, yani madhara makubwa kabisa, katika kwamba mtu atakayepigwa na risasi, hawa wachache walionusurika walikuwa na bahati tu, lakini hizi risasi zilikuwa maalum kwa ajili kwamba kiingia katika mwili iulipue ule mwili. Kwa hiyo inaangamiza. Na pengine hili sina uhakika nalo sana, pengine lengo hasa la kutumia hizi risasi lilikuwa pia sio tu kuua bali kupoteza ushahidi, kwa sababu kama utapiga risasi mtu atakuwa amelipuka kabisa kama bomu linavyolipua kitu, uwezekano wa kumtambua yule mtu unakuwa ni mdogo. Na kama mtu hawezi kutambulika, ushahidi unaweza kuwa kuna wa maiti, lakini bila kujua maiti ni ya nani. Katibu mkuu huyo wa Amnesty International anasema kwamba maafisa wa serikali walionyesha bayana kwamba hawakujali uhai wa watu ambao waliwalenga kwa ajili ya kuwatoa uhai. Na shahidi mmoja aliambia Amnesty International kwamba mabomu ya machozi yalitupwa nyumbani kwake Oktoba 29 wakati mtoto wake mmoja wa mwezi mmoja akiwepo, na kwa bahati mbaya mtoto huyo alifariki kutokana na hayo mabomu ya machozi yaliyorushwa katika nyumba yake. Pia Amnesty International ilithibitisha matukio tofauti karibu na shule ya msingi Tabata, ambapo maafisa wa vyombo vya dola walikuwa wakifanya mateso, walikuwa wakitesa watu. Wanaume kadhaa walikuwa wakivingirishwa kwenye ardhi, yani kigaragazo kwenye ardhi, walikuwa wakitembea na kukanyagwa na baadaye kuwekwa kando ya barabara, halafu wakapigwa na visu, wakapigwa ngumi, mijeledi, wakatemewa mate na kukokotwa, kuvutwa kwa viungo vyao na baadaye kuuawa. Kwa hiyo kulikuwa na mkakati wa kutesa watu na baadaye kuwatoa uhai. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya ni kwamba taarifa zaidi zinaeleza kwamba vikosi vya usalama Tanzania viliingilia upatikanaji wa huduma za afya. Hii mnakumbuka aliongea Father Kitima kuhusu wanajeshi askari walikuwa wakienda katika hospitali. Mfanyakazi mmoja wa kituo cha afya jijini Dar anaeleza kwamba maafisa wa vyombo vya dola waliamuru wafanyakazi kuwakabidhi angalau wagonjwa 5 waliokuwepo hapo hospitali, na wagonjwa hao walikuwa wamejeruhiwa vibaya kwa risasi na walikuwa bado wakitoka kwa damu, na wale vijana walichukuliwa na hawakurejeshwa tena. Kwa hiyo yalikinika kuhisi kwamba walienda kuuawa. Pia maafisa wa usalama kwa maana ya polisi na watumishi wengine wa vyombo vya dola waliwaamuru wafanyakazi wa afya kuwapangia kipaumbele wagonjwa fulani kuliko wengine, na kuwaonya wafanyakazi wa afya dhidi ya kuzungumza au kurekodi kile walichokiona katika hospitali. Mfanyakazi mmoja wa afya alieleza uwepo mkubwa wa polisi katika hospitali yake huko Mwanza, na hao polisi walikuwa wakiwaamuru wauguzi kuacha kuwatibu waliojeruhiwa, waliochukua watu ambao bado walikuwa wanapumua na wangeweza kuokolewa na kuwapeleka mochwari. Hiki kiliongelewa tena mara kadhaa kwamba kuna watu walikuwa hai pale hospitali, lakini polisi waliwachukua na kuwapeleka vyumba vya mahiti kwa lengo kwamba wakafie kule nani. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ndiyo baadhi yaliyoelezwa katika hiyo ripoti ya Amnesty International. Yosi TV itafanya jitihada ya kutafsiri hiyo ripoti na kuweka linki hapo kwenye maelezo kwenye sehemu ya description ya hii anani. Lakini kwa kifupi, haya pamoja na ubaya wa haya tunayosikia, yani uchungu ambao unaweza kuupata kutokana na taarifa hii, kizuri ni kwamba huu ni ushahidi muhimu ambao unaweza kabisa kuwa na msaada mkubwa katika hiyo kesi ambayo inaandaliwa dhidi ya Samia Suluhu na washirika wake katika huo unyama mkubwa waliofanya. Na ni muhimu kwa Watanzania kuendelea pia kumtanguliza Mungu mbele wakati wanaomba na kutarajia haki ipatikane. Karibu tuwe maoni hapo kwenye comment. Asanteni.